Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania jioni ya leo. Serikali ya Samia Suluhu Hassan, taarifa zinasema, imerejesha intaneti na mtandao pamoja na umeme nchini Tanzania, huku wanaharakati wakifichua meseji za vitisho kutoka kwa jeshi la polisi zilizotumwa kwa kila Mtanzania baada ya intaneti kurejeshwa jioni hii. Katika jumbe za SMS zilizotumwa zimeonekana kutoka kwa jeshi la polisi Tanzania zikikataza na kupiga marufuku kwa Watanzania kusambaza picha za watu waliokufa mtandaoni na kudai kuwa ni kinyume na sheria na atakayepatikana atachukuliwa hatua kali ya kisheria. Kabla ni kuonyeshe tukio hili zima, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Wakati uchaguzi wa Tanzania na maandamano yakiweza kukamilika ndani ya siku 5 na Rais Samia Suluhu Hassan akiapishwa leo, mazungumzo ya taifa yameweza kurejea kama kawaida. Ripoti lakini zimeibuka jioni hii zikifichua kuwa mamlaka ya polisi imetuma jumbe nyingi za tahadhari na onyo kwa raia wote nchini na kuwaonya dhidi ya kushiriki au kusambaza picha za video za wahanga wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Wanaharakati wameelezea ujumbe huu wa maandishi unaodaiwa kutumwa kutoka kwa laini rasmi za mawasiliano za polisi kama jaribio lililoratibiwa la kuwatisha umma na kunyamazisha kuenea kwa ushahidi wa kuona wa ukatili wa serikali ya Tanzania wakati wa maandamano ya uchaguzi. Katika message ama SMS hizo zilizotumwa ni kama unavyotazama kwenye screen yako nikisoma. Hii imesambazwa na Hilda Newton. Screenshot hii inasema ujumbe huu umetoka kwa polisi: epuka kusambaza picha au video zenye kuleta taharuki au kutweza utu wa mtu. Kufanya hivyo ni kosa la jinai na ukibainika, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yako. Watanzania wengi ambao bado wanapata nafuu kutokana na siku 6 za vikwazo vya intaneti na maandamano walionyesha kukwerwa mtandaoni, huku ujumbe hizo zikiibuka mara baada ya kuunganishwa tena, wakishutumu serikali kwa kujaribu kuandika upya simulizi ya ghasia za baada ya uchaguzi wa Tanzania. Kulingana na wanaharakati wengi ambao wamekuwa wakiandika mzozo unaoendelea mtandaoni, jumbe hizo za polisi zilionya wazi kwamba kusambaza picha za waliouawa au kujeruhiwa wakati wa maandamano ni uhalifu unaoadhibiwa na sheria. Vitisho hivyo vimeibua hasira mpya miongoni mwa watetezi wa haki za binadamu wanaodai kuwa serikali ya Tanzania inatumia woga kuficha dhuluma zilizotokea wakati wa maandamano yaliyofuatia uchaguzi wa Tanzania. Maandamano haya ambayo yalizuka muda mfupi baada ya kutangazwa kwa ushindi wa 98% wa Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi, pia yamesababisha vifo vya watu wengi na mamia kuzuiliwa na wengine kujeruhiwa. Waangalizi wa kimataifa wameendelea kuhoji uwazi wa mchakato huo wa uchaguzi, wakitaja kasoro, vitisho na ripoti za kuvuruga kura. Kurejeshwa kwa huduma ya intaneti jioni hii ni agizo kuu la kwanza la kisera lililotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan tangu aweze kuapishwa kwa muhula wake wa pili. Wakati wa hafla ya kuapishwa kwake ambayo ilifanyika chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika mji mkuu wa Dodoma, Samia Suluhu aliamuru vyombo vya usalama vya taifa kurejesha hali ya kawaida na kuhakikisha utulivu kufuatia kile alichokiita kipindi cha mvutano wa kisiasa na habari potofu. Katika hotuba yake alisisitiza umoja na amani na kuahidi kujenga imani ya umma baada ya uchaguzi wa Tanzania na wimbi la maandamano yaliyolikumba taifa hilo. Sauti yake ilionekana kuwa ya maridhiano, lakini makundi ya upinzani yamepuuza maneno yake kuwa si ya ukweli kutokana na ukubwa wa ukandamizaji wakati na baada ya uchaguzi na maandamano. Kufuatia muunganisho huo uliorejeshwa, majukwaa ya mtandao ya kijamii kama vile X, zamani kijulikana kama Twitter, Facebook na WhatsApp yamejaa akaunti za watu waliojionea video na picha na ushuhuda wa wahasiriwa wa mapigano makali yaliyozuka wakati wa maandamano. Watumiaji wengi wamechapisha ushahidi unaokinzana na maelezo rasmi ya polisi. Kwanza ni matukio machache pekee yalitokea. Watanzania walio nje nchi wamejiunga na kampeni za mtandaoni za kutaka uwajibikaji na uingiliaji kati wa kimataifa, huku waandishi wa habari wa ndani wakiripoti kuwa vikosi vya usalama vinaendelea kushika doria katika miji mikubwa, huku kukiwa na hofu ya kutokea tena kwa maandamano yanayohusishwa na uchaguzi wa Tanzania. Kwa takriban wiki moja, anga ya kidijitali ya Tanzania ilikuwa imeingiza giza na kuwaacha raia wakiwa wametengwa na mataifa mengine, huku maandamano yakiongezeka kufuatia kura
hiyo iliyozozaniwa. Biashara zinazotegemea miamala ya mitandaoni zilipata hasara kubwa, huku sekta za utalii na usafirishaji zikiwa miongoni mwa zilizoathirika zaidi. Wachambuzi wanasema kufungwa pamoja na kukandamizwa kwa vurugu kwa maandamano kumeharibu imani ya wawekezaji na kuharibu sifa ya nchi kama moja ya demokrasia thabiti zaidi ya Afrika Mashariki. Hata sasa, wakati ufikiaji wa mtandao umerejea, watumiaji wanaripoti kuwa usumbufu wa hapa na pale na ufuatiliaji mkubwa wa mawasiliano ya kidijitali, ukumbusho mkubwa kivuli cha uchaguzi na maandamano bado kinakaribia. Vyama vya upinzani ikiwemo Chadema vimelaani mbinu hiyo ya serikali, vikisema kuwa kurejesha mtandao kunamaanisha kidogo ikiwa wananchi hawawezi kuzungumza kwa uhuru juu ya kile kilichotokea wakati wa maandamano. Katika taarifa iliyosambazwa mtandaoni, viongozi kadhaa wa upinzani walishutumu polisi kwa kuwakamata na kuwaweka kizuizini kinyume cha sheria ili kujaribu kuzuia maandamano zaidi. Wanasisitiza kuwa hadi wale waliozuiliwa wakati wa maandamano waachiliwe na haki ipatikane kwa wahanga wa ghasia, uchaguzi wa Tanzania hauwezi kuhesabiwa kuwa wa kuaminika. Serikali hata hivyo inaendelea kusisitiza kuwa amani imerejea na kwamba mchakato wa uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Watu walioshuhudia katika mji wa Dar es Salaam, Arusha na Mwanza wameripoti kupungua kwa maandamano mitaani, ingawa hali ya wasiwasi bado iko juu. Vizuizi vya usalama vimeanzishwa katika miji mikubwa ili kufuatilia mikusanyiko, na kuna ripoti za askari wanaoshika doria katika vitongoji tofauti vinavyojulikana kwa shughuli za upinzani. Mbinu nzito za utekelezaji wa sheria zimekuwa ishara ya uchaguzi, na maandamano ya Tanzania mwaka huu ni ukumbusho wa jinsi upinzani ulivyoshughulikiwa na vyombo vya dola. Wakazi wanaeleza hali ya hofu ambapo hata majadiliano ya kawaida kuhusu uchaguzi yanaweza kusababisha kuhojiwa na polisi. Hisia za kimataifa zinaendelea kumiminika, huku vyombo vya habari vya kimataifa vikiangazia ukubwa wa wasiwasi wa haki za binadamu unaohusishwa na uchaguzi wa Tanzania na maandamano yaliyofuata. Umoja wa Afrika, Marekani na Umoja wa Ulaya wote wameelezea wasiwasi wao kutokana na ripoti za vifo vya raia wa Tanzania, udhibiti wa vyombo vya habari na kuzimwa kwa interneti, pamoja na vitisho vya wagombea wa upinzani. Wito wa uchunguzi huru kuhusu ghasia za baada ya uchaguzi umeongezeka, ingawa mamlaka ya Tanzania bado haijajitolea kufanya uchunguzi wowote rasmi. Kwa Watanzania wengi, kurejea kwa mtandao ni ishara si uhuru uliorejeshwa, lakini ufuatiliaji upya. Utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan unakabiliwa na shinikizo kubwa ndani na nje ya nchi kushughulikia malalamiko ambayo yamechochea maandamano. Mashirika ya kiraia yanamtaka kushiriki katika mazungumzo na viongozi wa upinzani na kuonya kwamba kuendelea kukandamiza kunaweza kusukuma taifa kwenye machafuko makubwa zaidi. Kumbukumbu ya machafuko ya baada ya uchaguzi wa Tanzania uliogubikwa na maandamano, mabomu ya machozi na kukamatwa na risasi inaendelea kuchagiza maoni ya umma. Wananchi wengi wanasalia na mashaka na ahadi za serikali za maridhiano na uwazi. Wachambuzi wanasema ingawa ujumbe wa Samia Suluhu wa umoja na amani uliweza kuwagusa baadhi ya watu, jinsi utawala wake unavyoshughulikia maandamano na kukatika kwa mawasiliano umedhoofisha uhalali wake mbele ya Watanzania wengi. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika video hii. Ningekuomba unijuze maoni yako upande wa comment section. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu mpya.